من كثيرا. أما بعد، endelea na kitabu chetu cha التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي, akifanyia ikhtisari صحيح البخاري. bado tupo kwenye kitabu al-adhan. قال باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح, mlango unaozungumzia fadhila man ghada, yule ambaye atakayekwenda mapema msikitini, wa man raha au wa man raha, na yule ambaye atakayekwenda msikitini nyakati za jioni. Yule ambaye atakayekwenda msikitini nyakati za mapema na kuchomoza jua, wa man raha, na yule ambaye atakayekwenda msikitini nyakati za jioni, fadhila zake. Wa anhu, na kutoka kwake Abu Huraira, Allah amridhie, ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa mtume amesema, man ghada ila almasjidi, yoyote mwenye kwenda mapema, yoyote mwenye kwenda kwenye machomozo ya jua, ila almasjidi, msikitini, maana amekwenda mwanzo wa mchana. Na neno al-ghuduwu ni wakati baina salati subhi ila shuruqi shams, ni ule wakati wa machomozo ya jua au bakati ya swala ya asubuhi na machomozo ya jua. Man ghada, neno al-ghuduwu lina maana ya wakati uliopo katikati ya swala ya asubuhi na kuchomoza jua. Kwa atakayekwenda msikitini kwenye huo wakati, akaenda kuidiriki swala, waraha, na akaenda msikitini kwenye nyakati za mwisho wa mchana, jioni hiyo. Na neno arrawah ina maana min azawali ila al-laili, ni wakati wa kupinduka jua mpaka usiku, ndo arrawah. Ni ule wakati tukia jua limepinduka wakati wa mchana, wakia dhuhuri hiyo mpaka usiku. Waraha, na akaenda msikitini mwishoni mwa mchana, malipo yake nini? Anasema a'adda Allahu lahu, Allah atamuandalia nuzulahu, Allah subhana atamuandalia makazi yake, nuzulahu, makazi yake. Na neno nuzulahu limefasiriwa pia kwa maana alqutu warizqu, ni kile chakula na riziki. Wama yuhayyau lidhaifi, na kile chochote kinachoandaliwa kwa ajili ya mgeni. Ndio maana an-nuzul, alqutu warizqu, kwa maana kile chakula na riziki. Wama yuhayyau lidhaifi, na kile ambacho kinaandaliwa kwa ajili ya mgeni. Kwa hiyo a'adda Allahu lahu nuzulahu, Allah atamuandalia mtu huyo makazi yake, min aljannati, peponi. Atamuandalia makazi yake na vitu vyake, vyakula na riziki mbalimbali katika janna. Kullama ghada au raha, muda wowote ule ambao ghada, atakaokwenda wakati wa asubuhi, au raha, au akaenda msikitini wakati wa jioni. Kila muda ambao atakaokuwa anakwenda mapema wakati ule wa asubuhi kuidiriki salatu subhi, fajiri,
ataandaliwa makazi yake ya peponi, vyakula, riziki na kila ambacho ni muadda li ajli adhaif, kilichoandaliwa kwa ajili ya mgeni taandaliwa yeye. Na vile vile wakati atakaokwenda wakati wa jioni, kwa maana dhuhuri, alasiri, magharibi, isha, nyakati zote za swala hizo zinazokwenda, Allah anamwandalia makazi yake katika janna. Kwa hadithi hii inatufundisha fadhila za kitendo cha mtu kuwahi au kwenda msikitini nyakati za alfajiri, lakini vile vile nyakati za mchana na usiku. Lakini pia vile vile hadithi hii inatufundisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuthibitishia kupitia hadithi hii mtume ya kwamba janna mawjudatun, pepo mpaka sasa hivi ipo, sababu bado tunaendelea kuswali, watu wanafanya ibada, walio hai makazi yao tayari yapo. Kwa hiyo kila unavyokuwa unakwenda, unaenda asubuhi, unaenda jioni, usiku, unaendelea kuwekewa tu sehemu yako, itakuwa ni hii, itakuwa ni hii. Kwa hiyo janna ya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudatun, ipo. Tayeb, hiyo ni fadhila kubwa sana. Babu idha uqimati salatu fala salata illa almaktubatu. Mlango wa pili unasema idha uqimati salatu, pindi itakaposimamishwa swala ya faradhi, au swala itakaposimamishwa, afwan, swala itakaposimamishwa, swala ya faradhi pakakimiwa, Allahu akbar, Allahu akbar, swala ya faradhi ikakimiwa, fala salata, haitosihi swala nyingine yoyote illa almaktubatu, isipokuwa swala ya faradhi. Yani ukimwona mtu anaqimu swala, wewe uliyekuwa unaswali, ile swala yako yatakikana uivunje, kwani swala inayofaa kuendelea kuswaliwa ni swala ya faradhi peke yake. An Abdullah ibn Malik ibn Muhainata min al-Azdi, Abdullah ibn Malik ibn Muhaina min al-Azdi, anayetokea katika kabila la Azdi, nasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama mtume raa rajulan, mtume alimuona mtu mmoja. Panasemwa ndo huyo yeye mwenyewe mpokezi wa hadithi, nasema kwamba huyo mtu ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona ndio huyo mpokezi wa hadithi. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam raa rajulan, alimuona mtu gani? Ndio huyo Abdullah ibn Malik ibn Muhaina. Waqad uqimati salatu, na ikawa tayari imeshasimamishwa swala. Waqad uqimati salatu, na tayari swala imeshasimamishwa. Yani mtume swala imesimamishwa, akamuona mtu mmoja Abdullah ibn Malik yusalli rak'atayn. Huyo mtu alikuwa na swali rakaa mbili. Yule bwana na swali rakaa mbili, pameshasimamishwa swala, yakawa na swali rakaa mbili. Falamma insarafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alipomaliza kuswali. Insarafa maana yake ni kumaliza kuswali. Mtume alipomaliza kuswali swala, latha bihi nnasu, walimzunguruka huyo mtu watu. Latha, nini maana ya latha? Latha maana yake ahatu ala rajuli, walimzunguruka watu. Sasa wakamfuata yule bwana ambaye nani? Ni Abdullah ibn Malik. Wakamfuata, kamzunguruka. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia yule bwana, as-subha arba'an, hivi je unaswali asubuhi rakaa 4? Hivi je unaswali asubuhi rakaa 4? Ndo as-subha arba'an, asubuhi inaswaliwa rakaa 4. Asubuhi inaswaliwa rakaa 4, manake zile mbili zako na hizi mbili za faradhi, manake ni 4 tayari hizo. Kwa hiyo wewe unaswali asubuhi rakaa 4. Taib, hadithi hii inaonyesha wazi ya kwamba kusimama swala ya faradhi
ndicho kikomo cha swala zingine zote za sunna. Anatakikana mtu azivunje, aache tu pale pale bila ya kutoa salam. Yeye ananyanyuka tu kama alivyo vile vile. Kama alikuwa amefunga mkono kifuani, anaachia mikono yake na kwenda kwenye swafu mstari. Kama alikuwa kwenye sujudu, kwenye rukuu anasujudu, swala ikikimiwa anaacha, ananyanyuka zake na kwenda kufanyaje? Kuswali. Lakini pia vile vile uthibitisho hilo hata kwenye Sahih Muslim, Mtume alayhi salatu wasalam amesema, idha uqimati salatu, swala ikisimamishwa, fala salata illa almaktubata, haitofaa swala isipokuwa swala ya nini? Ya faradhi peke yake, ya faradhi peke yake. Na kwenye madhhabi ya Malikia pana vitu ambavyo ukivianza utakiwi kuviacha, ikiwemo katika hivyo ni swala. Ukianza tu utakiwi kuivunja. Kwa maana wanazungumza ya kwamba ni lazima yule ambaye atakaye ianza swala ni lazima aangalie kipimo cha ule muda wa swala yake na iqamatu salati, swala ya faradhi. Kwa maana ya kwamba ukianza swala ya sunna ujue ya kwamba hii swala ya sunna nayoianza pana muda unaoniruhusu kuendelea kufanyaje? Kuiswali, hata kama nitamaliza. Maana nitamaliza na ninamaliza, lakini iqama ya swala bado. Kwa sababu swala ukianza hutaki kuivunja. Indana fil madhhab Malikia, swala ukianza hutaki kuiacha. Kuna swala, kuna tawafu, na kuna saumu, kuna haju, kuna itikafu. Vitu vyote hivi ukivianza tu hutaki kuvikata. Kwa hiyo kwenye hichi kipengele mwa hadithi hii wanasema ya kwamba yatakikana yule mwenye kutaka kuswali swala ya sunna apime ule umbali uliopo baina ya sunna yake na nini? Na ile faradhi. Apime. Lakini kwa hadithi hii inaonyesha wazi ya kwamba ikiwa swala ya faradhi imesimama, ile swala yako ya sunna ivunje kabisa, uitoe. Hiyo ni faida ya kwanza ya hadithi hii. Faida ya pili ya hadithi hii ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali. Sikiliza haya maneno, anna Rasulullah raa rajulan, alimuona mtu, waqad uqimati salatu, na swala imeshasimamishwa, yusalli rak'atayn, huyo mtu anaswali rakaa mbili. Kwa hiyo ndani ya haya maneno inafaa kwa imam kiongozi, pindi anaposwali, anapoanza kuwasalisha watu, itafaa kwake yeye pia kuwatazama maamuma wake, kuangalia maamuma wake, kuwatazama, atamgundua huyu kadha, huyu kadha, huyu kadha. Na hii lipo, ndio maana Muadh aliambiwa katika ile hadithi iliyopita nyuma ya kwamba afattanun anta ya Muadh, hivi wewe Muadh ni mfitinishaji wewe? Maana yake nini? Kwa maana ya kwamba hakuwa na waangalia watu waliokuwa nyuma yake kiasi cha sura anazosoma juu ya watu alionao nyuma. Kwa hivyo maana anayeswalisha kama imam au nani, ni vyema awatazame maamuma wake walivyo, kuwajua huyu ni mzee, huyu ni kadha, huyu ni hivi, huyu kwa anaswali, huyu anafanyaje, ili kiasi ya kwamba anaposwalisha awe na kipimo kilichokuwa kamili. Ndio maana Mtume alimuona mtu huyu kabla ya kuswali, na alipomaliza swala watu wote walimzogoma, na Mtume alikwenda kumzunguruka yule bwana Abdullah ibn Malik ibn Buhaina akimwambia as-subha arba'an, as-subha arba'an. طيب باب حد المريض أن يشهد الجماعة. mlango wa mwisho, babu haddi almarid, mlango unaozungumzia haddi almarid. Haddi kwa maana ya mipaka, haddu maana ya mpaka. Mlango unaozungumzia mpaka wa mgonjwa, an yashhada aljamaata, kushuhudia swala ya jamaa. Mpaka ambao mgonjwa, kiwango ambacho mgonjwa anatakiwa akifanye kunako kulishuhudia swala ya jamaa. Anasema an Aisha radhiyallahu anha, Aisha anasema qalat radhiyallahu anha, lamma marida Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
pindi alipoumwa maradhi Mtume alayhi salatu wasalam, maradhahu, maradhi yake, alladhi, maradhi ambayo, mata fihi, aliyokufa katika maradhi hayo. Mtume alayhi salatu wasalam aliumwa kabla ya kufa, aliumwa kabla ya kufa kwake. Sasa Aisha anasema Mtume alipoumwa maradhi ambayo yalimpelekea kufa, fahadharati salatu, ilifika swala, yani muda wa swala ulifika, faudhina, ikatolewa adhana na Bilali ibn Rabah radhiyallahu anhu. Imetajwa kwamba aliyetoa adhana wa hizo swala alikuwa ni Bilali. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa idhini, swali linakuja. Aisha radhiyallahu anha anazungumza hapa yeye kama nani? Jawabu ni kama mke wa Mtume. Swali la pili, Mtume alikuwa na mke mmoja? Hapana, jawabu Mtume kuna wake zaidi ya mmoja. Swali la tatu, Aisha anazungumza kwa mujibu gani? Je, alikuwepo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na hali hii ya maradhi? Jawabu naam, kwa sababu Aisha aliwaomba na Mtume aliomba kwenye maradhi yake yale aende akatibiwe, aende akakae kwenye nyumba ya Aisha. Kwa hiyo hapa Aisha anazungumza mgonjwa akiwa nyumbani kwake. Mtume aliwaomba wakeze wote wale, naombeni idhini niende nikatibiwe nikakae ndani, lakini kuna nyumba ya Aisha. Kwa hiyo walikubali. Kwa wao ndo wakawa wanafanyaje? Wanakuja wanamtembelea, wanakuja naondoka, wanakuja naondoka katika nyumba ya nani? Ya Aisha radhiyallahu anha. Faudhina, sala ikatolewa adhana. Faqala, Mtume akasema, muru Aba Bakrin, muamrisheni Abu Bakrin, falyusalli bin nasi, awasalishe watu. Mtume mwenyewe sasa yupo kwenye maradhi hayo makali, anawaambia watu muamrisheni Abu Bakari awasalishe watu. Faqila lahu, ikasemwa, na hapa aliyesema inasemekana alikuwa ni Aisha kwa riwaya nyingine. Aisha akasema na wengine pia wakasema, inna Aba Bakarin, hakika ya Abu Bakarin, rajulun asifun, ni mtu mwenye huzuni sana. Asifun ay hazinun, ni mtu mwenye huzuni, analia sana. Kwa hiyo huyu tukimpa tuswalishe, yawezekana watu wasisikie qiraa cha Qur'ani. Kwa hiyo tafute mtu mwingine, akatafuta akasema labda apewe Umar na vinginevyo. Idha qama fi maqamika, ikiwa huyo Abu Bakari qama, atasimama, fi maqamika, sehemu yako ya kuswalisha pale, wewe kwenye uimamu pale, ndo akawa imamu Abu Bakari Siddiqi, lam yastati', hatoweza Abu Bakari an yusalli bin nasi, kuwasalisha watu, kutokamana na uwezo alionao mkubwa wa kuhuzunika na kilio kingi Abu Bakari alichokuwa nacho. Alipoambiwa haya maneno, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa kimya, akamtolea rai Umar, Sunani, Uthman na nani. Mtume akakaa kimya muda mrefu kidogo. Wa aada, akarudia tena maneno yake, jamani, swala ikisimamishwa, mwambieni Abu Bakari awasalishe, muamrisheni Abu Bakari Siddiq awasalishe. Fa aadu lahu, na wao wakarejea kumwambia vile vile. Abu Bakari ni mtu analia sana, akakaa tena kimya Mtume. Fa aada thalithata, akarudia mara ya tatu kuambia tena hivyo hivyo, mwambieni Abu Bakari asalishe watu. Baada ya kuambia mara ya tatu hivyo, faqala, Mtume akasema, inna kunna, hakika yenu nyinyi, sawahibu Yusufa, ni mfano wa watu wa Yusuf alayhi salam. Yani nyinyi mnayozungumza haya mnafanana kabisa sawahibu Yusuf, na ndugu zake na Yusuf, ambao mfano wao ulikuwaje? Watu wa Nabiiullah Yusuf, watu wake, ndugu zake, walikuwa wanadhihirisha kinyume na wanachokificha. Walimdhihirishia baba yao mapenzi ya ndugu yao Yusufu, lakini kumbe ndani yao wameweka chuki na roho tu ambayo sio nzuri
na husda kwa Yusuf na ndugu yake Binyamin. Kwa nyinyi kama vile mfano wa watu wale, muru Aba Bakarin, muamrisheni Abu Bakarin, falyusalli bin nasi, awasalishe watu. Na Mtume akatoa maamrisho, maneno makali tena hapo. Baada ya hapo akaona samma ar-rajul, huyu bwana amelishikilia hilo jambo, haya tumwambie Abu Bakar Siddiq. Fakharaja Abu Bakar Siddiq fasalla, Abu Bakar Siddiq yakatoka kaenda kuwasalisha watu. Fawajada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min nafsihi khifatan, Mtume wajada, alipata, min nafsihi, kutoka katika nafsi yake mwenyewe, ya mwili wake, khifatan, tahfifu kidogo, yani kama vile afueni, alipata afueni ya maradhi kidogo tu, kaona hapa kumbe ninaweza nikanyanyuka nikaenda msikitini. Alipata khifatan, maana yake ile afueni, kwamba naweza hata kidogo nikahudhuria msikitini. Fakharaja, akatoka Mtume alayhi salatu wasalam, yuhada baina rajulaini, yuhada, akiongozwa. Alitoka Mtume na maradhi akiwa anaongozwa, baina rajulaini, katikati ya wanaume wawili, amewashikilia huku na huku, kamshika huku na huyu kamshika huku. Akatoka Mtume akiwa anaongozwa kuelekea msikitini, akiwa katikati ya wanaume wawili. Wanaume hao walikuwa ni Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, na mtu wa pili alikuwa ni Ali ibn Abi Talib. Kwa wawili hao walikuwa ni Abbas. Huyu Abbas sio Abdullah ibn Abbas, baba yake sasa aitwa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, na wa pili ni Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo Mtume akamshika Abbas mkono wa kulia na akamshika Ali mkono wa kushoto, akawa anaongozwa, ipo katikati. Anasema Aisha, kaanni anzuru rijlaihi, kana kwamba mimi nikiwa naitazama ile miguu miwili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, takhuttani, inachora mistari kwenye ardhi, jinsi anavyoburutwa vile, anavyoburutwa sallallahu alaihi wasallam, ile miguu miwili kana kwamba inachora mistari kwenye ardhi. Takhuttani sio inapiga hatua, takhuttani, inachora mistari miwili, minal waj'i, kutokamana na maumivu ya maradhi aliyokuwa nayo, mpaka kupiga hatua sallallahu alaihi wasallam hawezi, kwa kama vile anaburutwa fulani hivi sallallahu alaihi wasallam. Maradhi yalikuwa ni makali, kwa maana miguu yake ile ta'malani mithlu al-khatt fi al-ardh, kana kama miguu yake inatengeneza mistari ardhini. طيب, قال نسمع فأراد أبو بكر akiwa anasalisha watu, yuko mbele pale, akaanza kuhisi kama Mtume analetwa, sababu mlango wa kutokea ndio ule wa sehemu ya qibla. Akahisi Mtume alayhi wasallam anakuja. Anasema thumma faarada Abu Bakar an yataakhara, Abu Bakari akataka arudi nyuma ili ampishe Mtume. Sasa so Mtume kaja, kwa hiyo Abu Bakari akataka arudi nyuma ili Mtume aje sasa asogee mbele pale awasalishe. Fa'awma ilayhi an-nabiy, Mtume akamwashiria kwamba an makanaka, manake baki sehemu yako, ilzam makanak, lazimiana na sehemu yako. Hii ni maf'ulun bihi, makanak fi'lu yake ni mahdhufu, ambayo hii makanak ni ism, ni maf'ulun bihi, ambayo maf'ulun bihi imefanyiwa nasbun, kwa kuwa yenyewe imekaa kwenye swigha ismu fi'li amrin. Makanak ni ismu fi'lu amrin lenye maana ilzam makanak. Naam, makanak hii ni ismu fi'li amrin, ni jina linawakilisha ismu fi'li amrin. Kwa ukimwambia mtu makanak, maana yake ilzam makanak, baki sehemu yako hapo, baki sehemu yako hapo. Kwa hiyo Mtume akamwambia Abubakari, baki hivyo ulivyo. Thumma utiya bihi, kisha Mtume akaletwa, hatta jalasa ila jambihi, mpaka akakaa chini, ila jambihi, sehemu yake ya kushoto. Abubakari radhiallahu anhu akawekwa kushoto kwake pa Mtume, kaburutwa, akawekwa sehemu yake ya kushoto, akakalishwa chini. Mtume akakaa chini, Abubakari kasimama.
Kwa hiyo wamekaa hadhu, yani wapo karibu hapa na hapa, yani kama wanavyokaa vile mtu na maamuma wake kwenye swala. Kwa hiyo kasimama Abubakari na mtume akakaa kushoto kwake, wamelingana kabisa hivi. Wakana nabii sallallahu alaihi wasallam yusalli, mtume alikuwa na swali. Sikia sasa, mtume alikuwa na swali, wa Abu Bakar yusalli bi salati, na Abu Bakar Siddiqi akawa anaswali kwa sala yake. Yani Abu Bakar Siddiqi hapa alichokifanya sasa, kwa kuwa mtume ni hafifu sauti yake ni hafifu, yeye ndo akawa anaitoa sauti ya juu. Lakini anayesalisha zaidi ni nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliishika nafasi ile baada ya kuwa aliambiwa aende akasalishe. Alipokuja Abu Bakar alikaa kimya. Kwa hiyo mtume Allahu akbar, Allahu akbar, ndo atoa sauti yeye, sami Allahu liman hamida, sami Allahu liman hamida. Lakini anayeswalisha hapa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana nasema hapa wa kana an-nabii yusalli, alikuwa mtume anaswalisha, wa Abu Bakar yusalli bi salati, na Abu Bakari akawa anaswali kwa kuifuata swala ya mtume alayhi as-salatu wassalam. Wannasu yusalluna bi salati Abi Bakr, naam, na watu wakawa wanaswali sasa kwa kupitia ile sauti anayonyanyua Abu Bakr Siddiq akisema. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine nasema jalasa an yasari Abi Bakrin, riwaya nyingine nasema mtume alikaa kushotoni mwa Abu Bakrin, fakana Abu Bakrin yusalli qa'iman, alikuwa Abu Bakari anaswali hali ya kuwa amesimama. Kwa hiyo wafasiri wa hadithi hii wanathibitisha ya wazi ya kwamba mtume alipoletwa alayhi salatu wasalam, Abu Bakari hakuwa na lolote la kufanya zaidi ya kusikiliza muongozo wa mtume, yeye ndo anaitekeleza kwa sauti. Kwa mtume alikuwa hafifu, alikuwa ni mtu sauti yake ni ndogo, na ndio maana yeye alikuwa amekaa chini kwa sababu ni mtu dhaifu, anaumwa, maradhi alikuwa ni makali. Kwa hiyo vile alivyokuwa akiswali mtume, na ndivyo Abu Bakar alikuwa anafuata hivyo hivyo radhiyallahu anhu. Fakana Abu Bakar yusalli qa'iman, Abu Bakar kasimama na mtume alayhi salatu wasalam amekaa, na hii ni jaiz kwa sababu yeye mtume aliingia akimkuta Abu Bakar kafanyaje, kasimama. Kwa hiyo hakuna lazima kwamba watu wote wakae, lakini ikiwa swala tutaanza mwanzo imam akiwa amekaa, sisi maamuma wote tutakuwa tukae chini. Sisi wote maamuma tunatakikana tukae chini. Ikiwa imam kaanza swala ya mwanzo kabisa wa huwa jalis, akiwa amekaa, basi maamuma wote wanatakikana waswali hali ya kuwa wamekaa. Lakini kama aliingia akiwa amesimama, na sisi tunasimama. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasallam alipoingia na yeye akawa anasalisha akiwa amekaa, walibakia vile vile wamesimama ridwanullahi ta'ala alayhim. Akamaliza akasema wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin qalat, na kutoka kwake pia Aisha nasema katika riwaya, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pindi alipokuwa mzito, maana mgonjwa, alipokuwa mgonjwa mtume sallallahu alayhi wasallam, washtadda waj'uhu, na yakazidi maradhi yake, ishtadda yakazidi waj'uhu maradhi yake, ista'adhana azwajahu, mtume aliwaomba ruhusa wake zake, kwa sababu kwanza zamu haikuwa ya Aisha, zamu ilikuwa ni ya Maimuna tu bintul Harith, na ndo mtume alikuwa kwa Maimuna tu bintul Harith, ndo alikuwa kule zamu yake, kwa zamu ya mke wake Maimuna. Kwa hiyo baada ya maradhi kumzidi sallallahu alaihi wasallam, akawaomba ruhusa wote, lakini zamu ilikuwa ni ya Maimuna, zamu ilikuwa ni ya Maimuna. Kwa hiyo akawataka ruhusa wake zake, ayumarradha, auguliwe fi baiti, katika nyumba yangu, maana yake atibiwe akiwa katika nyumba ya Aisha. Ayumarradha fi baiti, maana yake auguliwe au auguzwe akiwa katika nyumba ya Aisha radhiallahu anha. Fa adhinna lahu, akamruhusu, nenda kae kule. Na hizi hadithi zote zinaonyesha fadhila ya Aisha radhiallahu anha. Fadhila nani? Ya Aisha radhiallahu anha, alivyokuwa akipendwa na nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabaki alhadithi taqaddama anifan, na baki ya hadithi imetangulia hapo nyuma.
punde tu ambao ndio hiyo tumeipita. Kwa ndani ya hadithi hii tunaonesha ya wazi ya kwamba mgonjwa anapokuwa naumwa, akiwa na uwezo wowote wa kuhudhuria swala ya jamaa, atahudhuria kwa hii anayoiweza yeye. Mgonjwa akiwa anaumwa na ana uwezo wa kuhudhuria swala ya jamaa, atahudhuria swala ya jamaa kwa haia na kiwango ambacho kinachomwezesha yeye kuhudhuria swala ya jamaa. Kama atapata watu wa kumbeba kumpeleka msikitini, atapelekwa. Kama ana usafiri wa kumbeba kumpeleka msikitini, atabebwa. Kama kuna watu wanaweza kumpeleka kumshika mpaka msikitini, naam, atakwenda. Lakini kama hawezi, basi kwa ataishuhudia swala ya jamaa kwa haia ambayo anafanyaje, anaoiweza. Mtume hapo alimwijia ndugu zake Abbasi na nani na Ali ibn Abi Talib, wakambeba kwa mabegi, kwa kamtegemea huyu kamtegemea na huyu, wakamkokota mpaka msikitini sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia ndani ya hadithi hii panaonesha ahamia tu salati aljamaa, umuhimu wa swala ya jamaa kwa wanaume, umuhimu wa swala ya jamaa kwa wanaume. Lakini pia vile vile ndani ya hadithi hii panathibitisha wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni basharun. Mtume ni nani? Basharu. Basharu maana yake nini jamani? Sio kasema ngozi, kasema Mtume ni basharu ngozi. Basharu ni mtu, binadamu. Yanampata yale ambayo anawapata nani? Binadamu wengine. Hana nafasi yoyote ya uungu sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana anafanyaje hapa? Ameumwa. Kaumwa maradhi ambayo yamempelekea hawezi hata kupiga hatua kuna msikitini, mpaka pale watu walipomuongoza na kumbeba kumpeleka wapi. Kwa hiyo huyu ni basharu, na Qur'ani imesema hivyo. Suratu Fussilat qala Allah ta'ala, anasema qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, sema Muhammad waambie mimi ni binadamu mfano wenu, nateremshwa wahi. Kwa hiyo yeye sana hana nafasi yote ya uungu, ni binadamu kama binadamu wengine. Na ndio maana hata Makuraishi na walishangaa, mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq, nabii gani huyu anakula misosi na anakwenda sokoni? Nabii gani huyu tena? Mtume tena anakula vyakula. Wao walitamani nabii au mtume awe ni malaika yanatoka mbinguni. Angekuwa malaika na angemwamini, lakini kwa binadamu anakwenda sokoni walimkatalia. Kwa faida ya hadithi ya pili ni hiyo. Lakini faida ya hadithi ya tatu ya hadithi hii inatuonyesha ya kwamba imamu ar-ratib, yani imamu aliyepangwa msikitini, kwamba huyu ndo imamu, ndiye mwenye mamlaka ya kumteua naibu wake. Umeelewa jamani? Imamu aliyepangwa msikitini, kiongozi ni ambaye huyu ndo imamu wetu, yeye ndio mwenye mamlaka ya kumteua naibu wake, sio sisi maamuma hapa. Simshaona maamuma wetu tulivyo sisi maamuma, kikaa tunaangalia kulia kushoto, hakuna mtu, yalla sogea nenda. Mwenye mamlaka hayo nani? Ni imamu mwenyewe ratib. Uthibitisho, Mtume ameambiwa muamrishe nani? Abu Bakar Siddiq. Yuko ndani na Ummu sallallahu alaihi wasallam, naambia muru Abu Bakar falusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakar Siddiq awasalishe watu. Faida ya mwisho hadithi hii, kitendo cha kufanywa Abu Bakarin, kitendo cha kufanya Abu Bakarin kuwa ni naibu wa Mtume katika sala, hii ni ishara ya unaibu wa Abu Bakarin kwenye ukhalifa. Narudia tena, kitendo cha Abu Bakarin kufanywa kuwa naibu maana yake mbadala wa Mtume katika swala, ni uthibitisho wa wazi ya kwamba Abu Bakarin ndiye masahaba na Mtume mwenyewe amemuona anafaa kuwa khalifa wake baada ya kufa. Khalifa maana yake nini? Kiongozi. Simeelewa jamani? Kwa hiyo Mtume alipomchagua Abu Bakar Siddiq amsalishe, basi huyu pia kama alichaguliwa akiwa hai na Mtume kumswalisha Mtume alayhi salatu wasallam na maamuma wengine, iweje baada ya kufa Mtume tutafute mtu mwingine? Kwa hii hadithi ni alama ya ukhalifa wa kumchagua Abu Bakari baada ya kifo cha nani? Cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana alipokufa Mtume hapakuwa na mambo mengi, wako wanashughulika na mwili wa Mtume, wanaume wako wanachagua khalifa, kwa sababu umma kukaa dakika 10 bila ya imam ni madhambi. Umma wote kukaa dakika 2, 1, 3
bila ya kuwa na kiongozi, umma huo ni athimatun, unaingia kwenye madhambi. Ndio wana masahaba, mtume yuko anaoshwa kule, anafanywa mambo ya mazishi Abu Bakar Siddiqi, baadhi masahaba wanamfanyia bai'a na kumpa bai'a aje kuwa ni khalifatul muslimin. Kwa hiyo umma hautakiwi kukaa hivi gepu kubwa bila ya kuwa na khalifa. Kwa vigezo hivi ambavyo wameviona masahaba kwa Abu Bakari kumuongoza mtume na kuwaongoza masahaba kwenye sala, ikawa ni dalili tosha kabisa ya kwamba Abu Bakar Siddiq anafaa kuwa khalifa. Na tumesoma huko nyuma wenyewe masahaba wanasema Abu Bakar Siddiq alikuwa ni a'lamuna. Tumesoma hadithi hiyo kwamba Abu Bakar Siddiq alikuwa nani? Mwenye ilmu zaidi sisi kuliko sisi, yani alikuwa na maarifa ya dini zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo yeye ana ilmu. Lakini cha pili ni Mquraishi. Cha tatu vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwachia ukhalifa wa swala na mtume akiwa hai. Dalili yatosha kabisa hizi kumfanya Abu Bakar Siddiq. Na pia wanataja ya nne ni ukubwa, ni mtu mzima kuliko Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib alikuwa mdogo kwa Abu Bakar kwa miaka mingi sana, alikuwa ni mdogo sana kwa Abu Bakar Siddiq. Kwa umri wake na ilmu aliyokuwa nayo na kupewa ukhalifa huu wa swala, tayari ni ishara ya kufanya Abu Bakar Siddiq kuwa ni khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka wa taala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.